أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ndugu zangu wa Kiislamu popote mlipo, tukizungumza leo kwa mujibu wa historia kwamba ni mwezi 18 mfungo 3, siku ambayo inanasibiana na tukio adhim, tukio kubwa la bwana mtume Muhammad kumtangaza Ali bin Abi Talib kuwa ni kiongozi wake. Tukio hili limesauliwa na Waislamu, ambalo ni tukio limethibiti kwa Waislamu wote. Hakuna Muislamu hata mmoja, hawe madhehebu yoyote, anayepinga tukio hili. Limesajiliwa. Ni tukio ambalo limeshuhudiwa na maswahaba 120,000 kwa mujibu wa vyanzo, baadhi ya vyanzo 120,000, lakini Waislamu wala hawana haja nalo, wala hawana haja kulizungumza. Tukio ambalo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwaka wake wa mwisho wa hija, ambao uliitwa huu ni mwaka wa mwisho, mwaka wa kuaga, hijjatul wida, mwaka wa kuaga, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimshushia aya mtume wake Muhammad wakati anatoka Maka wanarudi Madina akiwa na maswahaba wake katika sehemu inaitwa Ghadir Khum. Ghadir Khum, ulama wanatuambia ni sehemu ambayo ilikuwa inatofautisha njia, wale wanaokwenda Misri, wanaokwenda Iraq, wanaokwenda Madina. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimshushia aya mtume wake akimwambia, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqawma alkafirin. Anashushia aya mtume wake namna hii kwamba fikisha yale ambayo umeshushiwa kutoka kwa Mola wako, na kama hautofanya maana yake utakuwa wewe hukufikisha fama ballaghta risalatahu, ule ujumbe Mwenyezi Mungu utakuwa haukuufikisha. Kitu gani? Mtume aliambiwa afikishe jambo ambalo kwamba asipolifikisha ujumbe wote utakuwa haujafikishwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo gani? Naomba ukubaliane na mimi au fuatane na mimi sehemu yangu ya pili insha Allahu Ta'ala.